mechi ni wana Simba. Wanakuja wana Simba tu. Hata kama ni mwaliko tunampelekea mwana Simba tu. Kila mtu acheze anakochezaga. Hili jambo haliwahusu. Inawezekana wamemisi michuano ya kimataifa kwa sababu hapa michuano ya kimataifa wao ni mpaka mwezi wa 11. Bali sana, bali kweli. Kwa inawezekana wamemisi. Kwa hiyo hii shughuli haiwahusu. Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Huyo ni meneja wa habari na mawasiliano ndani ya Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally. Amezungumza kwa kiasi kubwa namna ambavyo Simba hawawezi wakawaalika watu ambao sio wana Simba. Itimiza anazungumzia upande wa pili ambao ni mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans. Ni story ambayo imeonekana kutembea sana kwenye mitandao ya kijamii, namna ambavyo meneja wa habari wa Simba Sports Club lakini pia meneja wa Dar es Salaam Africans ambaye ni Ali Shabani Kamwe, ule utani ambao umekuepo, lakini Ahmed Ally kulitolea ufafanuzi kwa kiasi kubwa kwamba hata kama wakichanganikiwa kwa kiasi gani ni kwamba Simba Sports Club hawawezi kupata hata nafasi kidogo ya kuweza kuwahalika wapinzani, kwa sababu anaamini kwamba ni moja kati ya kitu ambacho akifai. Namna ambayo amezungumza kwenye maelezo yake akasema kwamba labda kama wanaweza wakawalika wana Simba na ni mwaliko ambao unahusu wana Simba peke yake, na ndio maana unaona kwenye zile invitation kwa kiasi kubwa Simba ambao wanaalika watu, unaona kwa mfano kama kina Mtume Boniface Mwamposa, pia mkoa wa Dar es Salaam na watu mbalimbali kama Po Chacha, inahusisha kwamba ni moja kati ya wanachama wa Simba Sports Club. Lakini pia unaona kwamba ni story kubwa kwa sababu kuelekea kwenye mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club dhidi ya Al Masry, mchezo ambao utapigwa siku ya Jumatano tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa. Maneno yamekuepo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, watu wameonekana kuzungumza vitu kaza, lakini bado unaona kwamba Simba imeendelea kutengeneza kama hamasa kuweza kualika viongozi mbalimbali, lakini bado hawana imani ya kuweza kualika viongozi ambao sio wanachama wa timu ya Simba, na ndio maana Ahmed Ally ameonekana kuzungumza kwa kiasi kubwa. Lakini ni mechi ambayo imeonekana kutrend kwenye mitandao ya kijamii, imeonekana kutengeneza airlines kwa kiasi kubwa kulingana na namna ambavyo watu wameonekana wakizungumza kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu ni football na mpira wa miguu na vitu vingi sana ambavyo vinatendeka kwenye scenario kama hizi kuelekea kwenye game husika, mambo kaza na kuepo, lakini kuna vitu ambavyo vinaonekana kuweza kuzungumza kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo to be honest, bado unaiona nafasi ya Simba kuweza kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali, kwa sababu ni kitu ambacho kinawezekana. Kwenye mpira wa miguu tunaamini kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni maandalizi kubwa kabisa ambayo unapaswa kuyafanya. Kama ukiyafanya una asilimia kubwa ya kuweza kujua kitu gani ambacho unakifanya kwenye issue nzima ya system, kwenye issue nzima ya kujua kwamba wachezaji ulionao wanaweza kaisaidia timu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa nafasi ya Simba kutoka hatua ya robo finali kwenda nusu finali, to be honest, bado naiona kulingana na ule ubora ambao umekuepo, kulingana na yale mahitaji au needs of football ambao imekuepo kwa kiasi kubwa, kulingana na maandalizi makubwa sana ambayo Simba wameonekana kuyafanya. Kwa hiyo of course, to be honest, nafasi ya Simba bado naiona kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali, kulingana na vile vitu ambavyo amekuwa anafanya, kulingana na creativity ambayo amekuwa anaonyesha mtu kama Ahmed Ally, kulingana na hamasa ambazo amekuwa anazifanya. Lakini Al Masry ni timu ambayo Simba kama ikijaribu kuonesha ule utawala ambao imekuwa inaonesha maybe misimu 5 misimu 4 ya nyuma, timu mbalimbali ambazo zimekuja katika dimba la Mkapa na Simba kuokota point 3, ni kitu ambacho Simba inaweza ikasogea kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Mtazamaji wa Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jermana. Hii ni Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo.